Na taarifa ya Yanga inasema kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi kwa maana jana hapo kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Sasa kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi na kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli tajwa hapo jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Taarifa ya Yanga hiyo naendelea kuisoma na wakaendelea kuandika, akasema usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata utaratibu. Na taarifa ya Yanga ikaendelea kusema huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga unakuja sasa. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo na Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana na ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki zetu zinaendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji ya Young African Sports Club tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Yani jana usiku ndio imeweza kutoa taarifa hiyo. Na tutazame
tamko na ripoti ya Yanga kuendelea kutilia mkazo kutotaka mechi hiyo kuchezeka, lakini pia kuendelea kutia mkazo kwa maana hawana imani na bodi ya ligi. Ni sahihi kwa wakati huu? Sahihi sana. Kabla ya kutoa tamko, nafikiri mashabiki wa Yanga jana siku ya mchezo wengi walikuwa wana hasira kweli kweli, lakini wakisema tuna imani na uongozi wetu, kwa sababu hivi vitu vya uvunjaji wa kanuni imekuwa ni mara kwa mara kwa klabu ya Simba, kwa sababu ukiangalia scenario nzima wa hili tukio, ukiacha ushabiki wa Simba na Yanga, utaona kuna timu moja, kuna mazingira fulani yanaandaliwa kwa timu nyingine labda kuwa bingwa, ama kuna timu moja inajifanya yenyewe iko juu ya sheria timu zote. Turudi katika mchezo wenyewe. Siku moja kabla mchezo kulikuwa kuna kikao cha viongozi wa klabu ya Simba, klabu ya Yanga, manager wa uwanja, commissioner, msimamizi wa marefari, wote walikuwepo pale. Wakafanya kikao kwamba tunahitaji kuwa mchezo wa amani, mchezo uende hivi na hivi na hivi hivyo. Hakuna timu ambayo ilisema itaenda kutumia uwanja. Sio Yanga, sio Simba. Wakatoka pale na kauli moja. Sasa baadaye sijui imekuaje, mida ya saa 2 mtu huyu tena anakuja anakuambia nataka nifanye uwanja, nataka uwanja niweze kufanyia mazoezi kutokana na kanuni. Swali linakuja, wakati wa kikao kwa nini ukuleta mapendekezo yako kwamba nahitaji kutumia kiwanja kabla, siku moja kabla ya mchezo? Hilo swali la kwanza. Ulikuwepo wapi kipindi hicho? Lakini swali la pili, kosa la kikanuni linaenda kikanuni. Yani okay fine, utazuiliwa pale, wakati kamati inafanya uchunguzi, mechi acha iendelee. Taarifa inakuja, mechi ipo, baadaye taarifa inakuja tena, mechi haipo. Sasa unagailisha mechi kutokana na kanuni ambazo wewe mwenyewe hujui, una uhakika nao. Nakwambia tunaendelea na uchunguzi, lakini tunafahamu uchunguzi ni masaa 72. Baada ya masaa 72 taarifa inakuja. Kwa hiyo kwangu mimi nimpongeze rais wa Yanga, na sisi wana Yanga tuko nyuma yao. Hakuna mechi yote ambayo itaenda kutendeka, kwa sababu itakuwa yani itakuwa ni tukio ambalo ni endelevu. Mechi ya kwanza ile ambayo Yanga anashinda 1-1, Yanga alizuiliwa kufanya mazoezi siku moja uwanja. Na kanuni zilikuwepo, lakini Yanga hakugoma. Mbali na hapo, Yanga anaingia katika vyumba vya kubadilishia nguo, dawa zilikuwepo, zipo. Yani vyumba vya kubadilishia nguo, Yanga ilihujumiwa, ilipigwa dawa. Manager uwanja alienda kukagua, commissioner alienda kukagua, na akakiri kweli hivi vyumba havifai kutumika. Ingawaje na kwa kauli ya bodi ya ligi kutokana na situation ya mechi ya dabi ile, walisema kwa maana vinaendelea na marekebisho, kwa hiyo harufu ya rangi ndio walisema ni harufu ya Yanga, lakini haikuwa harufu ya Yanga. Hiyo unasema wewe. Haikuwa harufu ya Yanga, sinajulikana. Rangi nani umri huu mpaka unafika ujue harufu ya rangi. Lakini Yanga walikubali kubadilisha kwenye kodro, ambapo wafanyakazi wa uwanja wa usafi wanapita, lakini walikubali kutoa utu wao kwa ajili ya kucheza game. Sasa kanuni ingetumika pale, lakini Yanga wakususa, waliendelea na mechi na matokeo, wakapata matokeo mazuri. Sasa iweje kwa Simba kwa kanuni zile zile ambazo walimuhujumu Yanga, Yanga akakubali kucheza, wewe usikubali kucheza, useme kwamba kanuni hii inaniruhusu mimi nifanye mazoezi? Kwa maana mmelipiza kisasi. Huu taratibu mwenyewe ndo kauvuruga. Huu taratibu, yani huu taratibu wa kanuni, sio kukaa juu ya sheria, ni Simba ndo karibu huu taratibu, kwa sababu tukirifaa na matukio ambayo yametokea hapo nyuma, tulikuwa tunategemea kamati na hii mwenyekiti wa bodi angefanya kuchukua hatua ambazo zinastahili, lakini alichukulia kwamba mazoea ya Simba na Yanga ngoja tu waende. Sasa imekuja upande wa Yanga, kwa nini unagailisha mechi wakati kuna watu ambao wametoka sehemu tofauti tofauti? Mimi ni shahidi, nikwambie Wastara, kwenye ile mechi nafikiri na Meja alikuwepo, tulikuwa tuna wageni, kwa sababu kipindi cha Kipenga Extra kinatazamwa zaidi duniani. Achana tu na hapa Tanzania, Afrika, tulikuwa na wageni wa Jerumani ambao wametoka nchini kuja kuangalia hii game. Kutoka nchini Ujerumani walikuja na tulipiga nao picha, zaidi ya Wajerumani 8. Kulikuwa kuna Wazambia wako pale, wanakuja wanakuambia game imegailishwa, hii ni zaidi ya mara ya pili. Sidhani kama tutaendelea kuja kuangalia. Kwa hiyo kauli ambazo sisi tunazichukulia kawaida na juhudi ambazo Mama Samia ameendelea kuzipigania, wageni wanakuja, lakini kuna baadhi ya watu wachache ambao wanafanya matukio kama yaondoke. Lakini sisi wana Yanga tumempoteza mwana Yanga mwenzetu.
pale nje, amekufa kwa ajili ya kusubiria mchezo umegairishwa, mashabiki wameshindwa kuingia ndani, wamefukuzwa ndani, wameambia bana hamna kuingia ndani. Mwisho wa siku mtu katoka Tunduma aje kuiangalia Yanga, imekosekana aje kuangalia hata mazoezi ya Yanga, haijawezekana, ameamua kukaa aegemee nguzo ya umeme, kapigwa shoti, amekufa. Sasa tamko ambalo wewe mwenyekiti wa bodi labda unaweza ukaliona ni la kawaida, limeleta maafa mangapi? Kwangu mimi nitoe wito kwa rais wa TFF, moja kati ya rais ambaye amefanya makubwa sana. Wengi wamemlaumu, nimeona kwenye mtandao wengi wamemtukana, ila mimi siamini kama yeye pia anahusika. Baadhi ya watu wake hao wachagua wanamwangusha. Sasa kama tunaendelea kuwa na imani na mwenyekiti wa bodi, nilitegemea yeye mwenyewe, sio kabla Yanga imwambie tu ajiuzuru, yeye mwenyewe kutokana na maafa yale kusababisha kifo kwenye familia, yani baba ameondoka anarudi ni marehemu, kwa ajili ya kauli yako kugairisha mchezo ungekuwa umeshajiuzuru. Lakini muombe rais wetu Karia, hii iwe mwanzo na mwisho, achukue hatua zinazostahili. Moja, kubadilisha watu. Tunahitaji kuona watu wa mpira wakiongoza sekta hii ya mpira kwa manufaa ya taifa.